Mimi nilioa nilipoona muda wangu umefika kuoa na nimetimiza umri wa kuoa. Hazikuwa mbio za mashindano kwamba nataka kuoa kumzidi nani au kufanya harusi ya kumzidi nani. Nilifika wakati ambao naona sasa niungane na mwenzangu kutengeneza familia. Haikuwa kasi ya mbio ya kushindana ukubwa wa sherehe ama namna gani kitu kinaweza kufanyika. Kwa hivyo mimi sikuwahi kukompea harusi yangu na harusi ya mtu mwingine yote, wala sikuwahi kuchukua mfano kwamba harusi yangu iwe bora. Kwa hivyo ilifikia wakati ambao nimeona ni wakati sahihi wa mimi kama kijana kuingia kwenye ndoa kwa lengo la kujenga familia. Na nashukuru Mungu, moja kati ya vitu ambavyo vilifanya harusi yangu iwe kubwa ni support ambayo watu waliitoa. Haikuwa kubwa kwa mimi kuamua au kwa mipango yangu kwamba sasa nataka nifanye harusi iwe kubwa sana, bali watu wengi waliipokea kwa moyo na walijitokeza na walinisupport sana, na nawashukuru mpaka leo. Kwa hivyo hata mimi wakati Jux anaandaa jambo lake nimeshiriki kwa kiasi kubwa sana toka mwanzo, kwa sababu nakumbuka hatua za awali wakati ameanza mahusiano na mkewe wa sasa. Mimi ni mmoja kati ya watu wa mwanzoni kabisa, tulikuwa tunazungumza, yuko kule kwenye NBA tunaongea video calls na nini, na nadhani ilikuwa sijui ni wimbo wa Mabosi umetoka kitu kama hiko. Yule dada alijipost clip, Jux akanitumia, nikapost na hivyo. Kwa hiyo toka mwanzo tumeshirikiana katika kuona jambo lake linawezaje kuwa kubwa na zuri. Kwa hiyo linavyozidi kuwa kubwa, mimi ni mmoja kati ya watu ambao nafurahi kuona nilishiriki kumwambia hili ni jambo jema, unaenda kuingia kwenye ndoa inakuja na baraka. Na hata jana nilikuwa na chat naye, nyimbo zake 3 ziko kwenye charts kubwa za Nigeria. Nikamwambia unaona namna gani ambavyo ndoa imekuja na baraka, na yeye mwenyewe anakiri hilo. Kwa hiyo kwangu mimi ni furaha kuona namna gani Jux ameweza kutuwakilisha kwanza sisi kama Watanzania, ametuwakilisha sisi kama wasanii, lakini ameonyesha mfano bora na yuko na furaha kama kijana mwenzangu akiwa na furaha kama vile nafurahi. Ni vizuri kuona vijana wengi ambao wana furaha, wanafanya vitu positive. Kama ambavyo unajua sasa hivi kuna challenges nyingi za watu kupata misongo ya mawazo, afya ya akili na vitu vingine. Kwa hiyo tunapopata watu ambao wanafanya mambo makubwa mazuri yanapendwa, tuna haja ya kupongezana. Na kiukweli Jux anafanya jambo kubwa sana 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 sana. Hujaniona kwenye kutuza. Kiukweli nilichange hela zangu kwa ajili ya kutunza, nilikuwa na hela za kutunza. Lakini kiukweli kulikuwa kati ya vita ya nafsi nafsi na tukio. Kwa hiyo nafsi ilishindwa, nikagundua nina mahitaji mengi sana nikiwa Dar es Salaam nahitaji kuyafanyia kazi. Basi kwa bahati nzuri nilifanikiwa kuokoa baadhi ya kiasi kichache ambacho nilifanikiwa kukitoa. Kikubwa wamshirikishe sana Mungu katika huu muunganiko wao ambao wameanzisha. Unajua kwa namna ambavyo jambo limepokelewa na namna ambavyo limekuwa kubwa, husda lazima zitakuwa ni nyingi, kwa sababu mimi naamini mpaka watu wameweza kushirikiana pamoja kuingia kwenye ndoa ni watu ambao wanapendana na wanapendana sana. Kwa sababu Jux amekuwa katika mahusiano kabla, lakini mpaka amefikia hatua ya kuamua sasa naoa, ina maana amekutana na yule ambaye yeye anaona anastahili kuwa mke wake. Kwa hivyo mengine ni baraka zake Mungu, na wakimshirikisha Mungu katika kila jambo lao, mimi naamini watafika mbali sana, na utakuwa muunganiko muhimu na mwanzo wa vitu vingine, familia bora, watoto na vitu vingine. Tusiache watu wote wakafikiri katika kwenda kuajiriwa tu. Tunatamani kuona tunakuwa na watu wengi ambao wanaweza kwenda kutoa masuluhisho ambayo yatakuwa na tija kwa jamii, yatatoa ajira kwa watu wengine, yatazalisha kipato kwao na kwa taifa.